Ni mwendelezo wa ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba hapa Tarime vijijini katika eneo la Nyamongo. Ni mji kama ambavyo unaoshuhudia na shughuli mbalimbali za kimaendeleo zinaendelea. Lakini Waziri Mkuu ametumia nafasi hiyo katika mkutano wa hadhara kuzungumza na Watanzania, akiwasihi kwamba ni vyema kuitunza amani ya nchi yetu. Pasiwepo na sababu yeyote ile ambayo itakufanya ama kwa kukusudia ama kwa kudanganywa ukashiriki kwenye kuiwasha moto nchi yako wewe mwenyewe. Tukubaliane kila mmoja wetu kutimiza wajibu wa swala la kulinda amani kama tunda ambalo mnufaika wake ni kila mmoja wetu. Na waomba vijana wa Nyamongo, vijana wa Tarime, vijana wa Tanzania, tuilinde nchi yetu. Mungu ametupa nchi nzuri. Mtazamaji, huyo ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba. Lakini nikasema nizungumze na wanatarime hapa Nyamongo. Wanasemaje kuhusiana na umuhimu wa kuitunza amani ya nchi yetu? Ama kwa hakika wamesema never again. Mimi kama Mtanzania mpenda amani nachukizwa sana na watu wanaotaka tuichome nchi yetu, kwa sababu maandamano hayana amani na hayana maendeleo pia. Kwa sababu mtu anapofanya maandamano anaharibu mali za Watanzania, ambazo anaharibu vitega uchumi vingi. Na kwenye maandamano pia, hata kama ni biashara hazifanyiki, na hata kama mtu amefungua biashara zake utakuta vinamwagwa au vinaliwa bure. Ina maana amesorotesha maendeleo kwa ujumla. Kwa mimi ningependa Watanzania wenzangu wawe watu wa kupenda amani. Maandamano sio kitu kizuri na hakileti maendeleo kwenye nchi yetu. Sisi kama wanatarime, usani wa watu wa Nyamongo na koo zote za Wakuria, sisi hatuwezi tukaharibu nchi yetu kwa ajili ya kutumiwa na watu kwa maslahi yao binafsi. Sisi tunakataa na hatutakubaliana. Kikundi cha Nyakitali Sanaa Grupu mkoa Mara tumeungana na Waziri Mkuu kukataa maneno ya furugu. Sisi tunataka amani iendelee hadi mwisho. Hatutaki ugomvi wowote. Naam, mtazamaji, ni ziara hiyo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ikiwa imefikia tamati hapa katika viwanja hivi vya Nyamongo Tarime vijijini, na amezungumza mengi mazuri, hasa akiwasisitiza Watanzania kuitunza amani ya nchi yetu. Mtazamaji, mimi naitwa Beni Mwanantala.